Tuanzie mgogoro wa Mashariki ya Kati. Uwezekano wa kufanyika kwa duru ya pili ya mazungumzo ya kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran uko mashakani, wakati Tehran ikisema hadi sasa hakuna mjumbe wa nchi hiyo aliyeondoka kuelekea Islamabad, Pakistan, kushiriki mazungumzo hayo na wajumbe wa Washington ambao walitarajiwa kuwasili huko muda wowote wakiongozwa na makamu wa rais JD Vance. Mohamed Khelef na mengi zaidi. Masaa machache yaliyopita, kituo cha televisheni cha serikali ya Iran kimechapisha tangazo la indhari linalosomeka na hapa na linukuu: hakuna ujumbe wowote kutoka Iran uliokwenda Islamabad mpaka sasa, mwisho wa kunukuu. Tangazo hilo limepokelewa kwa wasiwasi mkubwa kwamba huenda linamaanisha kumalizika kipindi cha kusitisha mapigano bila ya makubaliano, na hivyo vita vinarejea upya. Masoko ya hisa yametikisika tena hivi leo licha ya kauli ya Rais Trump wa Marekani hapo jana kwamba utawala wake utafanikisha makubaliano bora kabisa na Iran kuwahi kupatikana kwenye historia, akidai atashinda hata yale yaliyofikiwa na utawala wa Barack Obama uliowezesha mkataba wa nyuklia. Mkuu wa shirika la nishati ulimwenguni IEA Fatih Birol amekiambia kituo cha France Interradio kwenye mahojiano asubuhi ya leo, na hapa namnukuu: kwa hakika mgogoro huu ni mbaya kabisa kwenye historia ya usalama wa nishati ulimwenguni. Tatizo lilishakuwa kubwa kwa mgogoro wa Urusi na Ukraine, na hasa ndio limepindukia hali ya miaka ya 1973, 1979 na 2022, mwisho wa kumnukuu. Hakuna tamko rasmi kutoka ndani ya serikali ya Iran linalozungumzia kuwepo kwa ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu mjini Islamabad, ambako kumekuwa na matayarisho ya kiwango cha juu kwa ajili ya duru hiyo ya pili ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Marekani kwa upande wake inasema inamtuma tena makamu wa rais JD Vance kuongoza ujumbe wake wa mazungumzo hayo, lakini Iran haijasema nani, hata kama itakwenda, itamtuma kuongoza timu yake ambayo mara ya kwanza ilikuwa chini ya spika wa bunge Muhammad Baghir Ghalibaf, mmojawapo wa wanasiasa wenye nguvu kabisa nchini humo. Licha ya kutokuwapo mjadala wa wazi juu ya namna Tehran inavyopaswa kurejea kwenye mazungumzo hayo, shirika la habari la Reuters linasema kumekuwapo na shinikizo kubwa kutoka kwa wale wenye msimamo mikali wanaopinga kabisa kuendelea nayo, hasa baada ya Marekani kushambulia meli za Iran kwa kisingizio cha kudumisha mzingiro wa bahari iliyoweka. Wito kupitia mitandao ya kijamii ambao shirika la habari Reuters imeuona inamtaka kiongozi mkuu Mujtaba Khamenei kutoa tamko la wazi la endapo anaunga mkono ama kupinga kuendelea mazungumzo hayo, lakini hadi sasa hajatoa kauli yoyote kuhusu hilo wala kuonekana hadharani tangu vita vilivyoanzishwa na Israel na Marekani na Februari 28 kumuua baba yake Ayatollah Ali Khamenei, naye kusemekana amejeruhiwa vibaya. Pande zote mbili kwa mgogoro huu, Marekani na Israel kwa upande mmoja na Iran kwa upande mwingine, zimeonyesha utayari wa kurejea tena kwenye vita muda wote kutoka sasa. Shukran Mohamed Khelef. Ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International imeyalaumu mataifa makubwa duniani kwa kuchangia mgogoro wa haki za binadamu duniani. Ujerumani na mataifa mengine ya Ulaya yametajwa kuwa miongoni mwa yale yanayoruhusu ukandamizaji wa haki za binadamu, sambamba na Marekani, Urusi na Israel. Mengi zaidi na Saumu Mwasimba. Ripoti ya mwaka 2025 ya shirika la kutetea haki za binadamu duniani Amnesty International imetazama hali ilivyo katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu na kuorodhesha matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu ulivyofanyika. Shirika hilo limetamaushwa na jinsi ambavyo ulimwengu umeitupa mkono diplomasia na kukumbatia vita. Na kwa hiyo ripoti ya mwaka 2025 imebaini kwamba mfumo wa kinyonyaji katika ulimwengu na katika mataifa mengi unajengeka, unaifuta diplomasia na badala yake kuweka mfumo wa kutumia vita. Sura ya ripoti hiyo inalionyesha bara la Ulaya kuwa sehemu ambako ukandamizaji mkubwa wa haki za binadamu ulifanyika, ikisema serikali nyingi zilifuata mwelekeo hasi badala ya kuwakabili wavunjaji haki za binadamu. Katibu mkuu wa Amnesty International tawi la Ujerumani, Julia Dushro, ameitaja serikali ya Ujerumani kuwa ilihusika katika kuutia nguvu mgogoro wa haki za binadamu. Lakini pia ripoti imetilia mkazo kwamba sheria za msingi za kimataifa zinakabiliwa na hali ya kushambuliwa na mataifa kama Marekani, Urusi na Israel. Agnes Kalamad ni katibu mkuu wa shirika hilo duniani.
response. Katika hatua za kujibu mienendo ya unyonyaji na mataifa ya Marekani, Israel au Urusi, mataifa mengine ya ulimwengu yamejikuta kwa kiasi kikubwa ama kuwa washirika au waungaji mkono wa siasa za kujipendekeza kwa mataifa hayo. Na hii ndio sababu tumefikia uamuzi wa kutambua kwamba enzi ya wanyonyaji ni enzi pia ya kukosekana ujasiri. Also an era of coward. Sera za rais wa Marekani Donald Trump zimekosolewa vikali kwenye ripoti hiyo, zikitajwa kuwa chachu ya kushuhudiwa mgogoro wa kukandamizwa haki za binadamu duniani. Shirika hilo limegusia hali iliyojitokeza mwaka wa kwanza wa muhula huu wa pili wa rais Trump madarakani, ikibaini namna mfumo wa mahakama ulivyoandamwa nchini Marekani, lakini pia vyombo vya habari na makundi ya jamii za wachache. Na shirika hilo limetamaushwa na jinsi ambavyo serikali za Ulaya zilivyoshindwa kumkabili Trump na badala yake zimejikuta zikikaa kimya au kumuunga mkono. Mkuu wa shirika hilo tawi la Ujerumani, Julia Dushro, ameilaumu serikali mjini Berlin kwa msimamo iliyouchukua wa kubakia kimya mara nyingi pale ilipotakiwa kutangaza msimamo katika masuala mbalimbali ya kimataifa, ikiwemo pale Marekani ilipozivamia Venezuela na Iran, lakini pia imekosoa hatua ya Berlin ya kuiunga mkono serikali ya Israel pamoja na kushirikiana kwa mfano na serikali za kiimla kuzuia uhamiaji. Tuangazie kule Afrika Mashariki, bado katika haki za binadamu. Kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania kimetoa ripoti ya hali ya haki za binadamu kwa mwaka 2025 ambayo pamoja na mambo mengine imebaini kuwa machafuko ya Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu yaliitia doa Tanzania. Ripoti hiyo imeeleza kuwa machafuko hayo yalisababisha mauaji, uharibifu wa mali, hali iliyoibua maswali kuhusu haki za binadamu na demokrasia katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Florence Majani na mengi zaidi. Ripoti hiyo iliyotolewa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC imebaini kuwa kipindi cha uchaguzi wa mwaka jana kiligubikwa na mvutano mkubwa wa kisiasa, maandamano na operesheni za kiusalama katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kadhalika, ripoti hiyo imebaini kuwa mamia ya watu waliuawa wakati wa machafuko hayo, huku vifo vikiripotiwa katika angalau mikoa 8 ikiwamo Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Mara, Songwe, Shinyanga na Geita. Mkurugenzi wa LHRC Dr. Anna Henga amesema mojawapo ya matukio makubwa yaliyoshtusha taifa ni machafuko yaliyotokea kufuatia mvutano wa kisiasa, maandamano pamoja na operesheni za kiusalama katika maeneo mbalimbali. Ripoti hiyo imeongeza kuwa vifo, majeruhi na kukamatwa kwa watu wakati wa maandamano yanayohusiana na uchaguzi vimeibua wasiwasi mkubwa kuhusu ulinzi wa haki ya kuishi, haki ya uhuru, haki ya amani na haki ya kukusanyika kwa amani. Sambamba na vurugu za Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu, ripoti hiyo iliorodhesha haki 5 zilizovunjwa zaidi mwaka 2025. Mtafiti wa LHRC Fundikira wa Zambi amechambua vipengele hivyo 5 vya haki za binadamu. Na sasa hapo haishangazi kuona kwamba haki ya kuishi imeendelea kuwa haki ambayo imekiukwa zaidi kwa sababu ya mauaji mengi ambayo yalitokea 2025. Tunaita mauaji kinyume na sheria, lakini pia haki ya kuwa huru na salama ilishika nafasi ya pili. Hii ni ripoti ya 24 ya LHRC inayoangazia haki za binadamu ambayo kwa mwaka huu ilijikita zaidi katika vurugu za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mchambuzi wa masuala ya haki za binadamu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Richard Mbunda amesema sasa haya mambo mawili ya msingi kabisa, kuwajibishana na maridhiano, yanatakiwa yaanzie sehemu. Kwa hiyo hizo ripoti zinazotoka ni muhimu sana ili kutupa uelewa pamoja wa mambo gani yalitokea na labda athari ni zipi, ili tujue tunaendeleaje mbele. Ripoti ya LHRC imeorodhesha jumla ya matukio 709 yaliyoripotiwa ya unyanyasaji, mateso, kukamatwa kiholela na kuwekwa kizuizini, ikiwa ni ongezeko kubwa ikilinganishwa na matukio 63 yaliyorekodiwa mwaka 2024. Matukio 641 kati ya hayo yalitokea ndani ya kipindi kifupi kati ya Oktoba na Desemba 2025, jambo linaloonyesha ongezeko kubwa la matukio kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Tunatoka Tanzania tunaingia
Kenya ambapo hofu ya kuwepo maandamano yanayoweza kukumbwa na vurugu imeendelea kutanda. Kulingana na machapisho yaliyokuwa yakisambazwa mitandaoni, maandamano hayo yalipangwa kufanyika leo kupinga ongezeko la bei ya mafuta na gharama ya maisha kuwa juu. Waandaaji halisi wa maandamano hayo bado hawakuwa wamebainika wazi. Naibu rais wa zamani aliyeenguliwa mamlakani na kugeuka mkosoaji mkubwa wa Rais William Ruto ametangaza kuwa upinzani hauhusiki na maandamano hayo. Namzungumzia Rigathi Gachagua. Tunajiunga na mwandishi wetu Shisia Wasilwa mubashara kujua hali ikoje. Shisia, upo? Nipo John Juma. Tufahamishe, uko wapi na hali ikoje hadi sasa? Nipo katikati ya jiji la Nairobi na kwa wakati huu hali imeanza kurejelea kwa sawa ukilinganisha na saa 2 au saa 3 zilizopita, ambapo vijana wachache walijitokeza katikati ya jiji na mabango, lakini polisi waliwadhibiti. Tunavyozungumza kwa wakati huu watu 6 wametiwa nguvuni, lakini hali imeanza kurejelea ya kawaida. Tunaona magari ya uchukuzi yakiingia jijini na watu wameanza kufungua biashara zao. Kwa wakati huu naweza nikasema kwamba hali imekuwa ni shwari, lakini mbali na hayo John Juma, huenda ulivyotanguliza kusema upinzani ulipojitoa kwenye maandamano haya huenda umeathiri maandamano yenyewe, lakini pia muda wa saa 2 zilizopita hivi kumekuwa na mvua ambayo imekuwa ikinyesha, huenda pia imechangia kuathiri maandamano haya John. Sababu za upinzani kujitenga na maandamano hayo, ilhali siku chache zilizopita walitangaza kwamba watajitokeza kwenye maandamano yao, sababu ni zipi? John Juma, kwa kukisia tu haraka majuma mawili yaliyopita, kwa mara ya kwanza Rigathi Gachagua alikutana na Rais William Ruto kwenye hafla ya mazishi, na katika hotuba yake wachambuzi walikuwa wanasema ni kana kwamba alikuwa anamuomba rais wafanye kazi pamoja, kwamba iwapo kutakuwa na makubaliano kati yao wawili wanaweza wakashirikiana tunapoelekea kwenye uchaguzi. Pengine upinzani umejitoa kwa sababu hiyo, naweza nikasema, lakini pia kumbuka kwamba tunavyozungumza rais hayuko nchini, alielekea Italia, na mara nyingi rais anapokuwa nje ya nchi huenda vyombo vya usalama vikatumia nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji. Pengine niseme kwamba upinzani umeogopa ama umeingiwa na baridi. Mito ya kufanyika maandamano kama hayo nchini Kenya si mipya. Mwaka 2024 vijana maarufu kama Gen Z walifanya maandamano makubwa dhidi ya serikali ya William Ruto. Marehemu Raila Odinga amekuwa akiitisha maandamano na kuongoza maandamano kama hayo. Ukilinganisha mwitikio wakati huu na wakati ule, unaweka vipi kwenye mizani? Nadhani kiongozi hayati Raila Odinga alikuwa na ushawishi mkubwa ukimlinganisha na kumlinganua na viongozi wa sasa ambao unaweza ukasema ni wanaweza wakanunuliwa kwa au kushawishiwa na serikali, lakini pia wanaweza wakatishwa. Unapoangalia safari ya Raila Odinga hadi alipofika, unaona ni mtu ambaye alitiwa nguvuni au kizuizini mara kadhaa. Unaona ametoka katika familia ya upinzani, babake alikuwa ni mpinzani, kwa hiyo unaona ni mtu lakini hakuhusika na maandamano ya vijana 2024. Kwa hivyo ya vijana hakuwepo. Unalinganisha vipi wakati ule na hata sasa hivi inakisiwa kwamba vijana ndio wameitisha maandamano hayo? Nadhani kwa wakati huu utasema kwamba huo mshikamano haupo sana, lakini pia ukumbuke kwamba Raila aliangalia maslahi mapana ya taifa. Aliona afadhali taifa liponywe kuliko taifa liingie katika zahama na migogoro kama hiyo. Shisia Wasilwa, shukran sana kwa hayo ambayo umetujuza. Asante sana John. Jeshi la Uganda limesema wanajeshi wa nchi hiyo wakishirikiana na wenzao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanikiwa kuwaokoa takriban raia 200 waliokuwa wakishikiliwa na wanamgambo wanaoshirikiana na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS huko mashariki mwa Kongo. Zaidi yanasimulia Michael Kwena. Kwa mujibu wa taarifa ya UPDF,
Raia hao walikuwa wakishikiliwa na kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF ambalo limekuwa likifanya mashambulizi kwa muda mrefu katika eneo hilo. Kundi hilo takriban miaka 10 iliyopita lilithibitisha na kuapa kuwa tifu kwa kundi la IS linalojiita dola la Kiislamu. Taarifa zinaeleza kuwa operesheni hiyo ilifanyika katika kambi iliyoko kando ya mto Epulu, na miongoni mwa waliookolewa ni msichana mwenye umri wa miaka 14, huku wengi wa mateka hao wakionekana wamedhoofika kutokana na magonjwa kama malaria, maambukizi ya mfumo wa hewa pamoja na uchovu uliotokana na mateso ya muda mrefu. Msemaji wa jeshi la ulinzi wa wananchi wa Uganda, Chris Magezi, amesema uvamizi huo ulifanyika wiki iliyopita. Kwa muda mrefu sasa, kundi la ADF limekuwa likihusishwa na mauaji ya maelfu ya raia tangu lilipozidisha mashambulizi yake mwaka 2014. Pia limetuhumiwa kwa utekaji wa watu wengi na kuwalazimisha wasichana wadogo kuolewa na wapiganaji wake. Uganda iliwapeleka wanajeshi wake nchini Kongo mwaka 2021 ili kuisaidia serikali ya Kinshasa kupambana na ADF, kundi ambalo lilianza mapigano dhidi ya serikali ya Uganda katikati ya miaka ya 1990 kabla ya kusambaratishwa mapema ya miaka 2000 na kukimbilia ndani ya Kongo. Huku haya yakiarifiwa, Marekani imesema kuwa mazungumzo kati ya serikali ya DRC na muungano wa waasi wa Alliance Fleuve Congo yamepiga hatua muhimu. Pande hizo zimekubaliana kuruhusu upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, kulinda raia, kusimamia usitishaji wa mapigano na kuharakisha kuachiliwa kwa wafungwa. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema pande zinazozozana zimekubaliana kujizuia kufanya mashambulizi yoyote, uharibifu au kuondoa vitu ambavyo ni muhimu kwa maisha ya raia. Hii ni pamoja na chakula, maeneo ya kilimo kwa uzalishaji wa chakula, mazao, mifugo, miundombinu ya maji ya kunywa na usambazaji wake, pamoja na mifumo ya umwagiliaji. Makubaliano hayo pia yanahusisha kulinda miundombinu na utoaji wa huduma za mawasiliano na nishati, pamoja na vituo vya hospitali na shule. Katika mkutano uliofanyika Uswisi wiki hii, pande zote mbili zimeahidi kuepuka kushambulia raia na kuruhusu misafara ya wahudumu wa misaada kupita bila vikwazo.